Usipuuze ndoto hizi, zina ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, usiku unapolala, sio kila kitu unachokiota ni cha kawaida. Kuna ndoto ambazo sio matokeo ya mawazo yako, sio matokeo ya hofu zako, ni ujumbe. Ndoto ambazo zinakuamsha na mapigo ya moyo kwenda kasi, ndoto ambazo zinajirudia bila sababu, ndoto ambazo zinakuacha na maswali kuliko majibu. Usipuuze, kwa sababu kuna nyakati ambapo Mungu hachagui kusema kupitia sauti, bali kupitia ndoto. Na kama hujui kutambua ndoto hizo, unaweza kupoteza maelekezo ya maisha yako, onyo la hatari, au hata mlango wa baraka uliokuwa karibu kufunguka. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Tunaanza kuona ndoto ni njia mojawapo ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Mungu anaweza kukufunulia jambo kabla halijatokea kwa njia ya ndoto. Sasa ukisoma Biblia pia utaona Yusufu alipokea maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu kupitia ndoto. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wa 20, imeandikwa nukuu, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hivyo basi ndoto si kitu cha kupuuzwa, zinaweza kuwa sauti ya Mungu katika maisha yako. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo mnalolifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie. Zifuatazo ni ndoto zisizopaswa kupuuzwa hata kidogo. Namba 1, ndoto zinazojirudia mara kwa mara. Kama unaota ndoto ile ile au yenye ujumbe unaofanana mara kwa mara, hii sio ya kawaida. Hii ni ishara kwamba ujumbe haujapokelewa au haujatekelezwa. Ndoto hii pia inakuwa inaashiria Mungu anasisitiza, anarudia ili kuhakikisha haupuuzi ujumbe wake. Hii ni jambo la kwanza. Ndoto ambazo zitakiwi kupuuzwa hata kidogo ni ndoto zinazojirudia mara kwa mara. Yaani ukawa unaota ndoto ile moja inajirudia mara kwa mara. Leo unaota ndoto ile leo unaota, kwa mfano labda unaota unakimbizwa. Leo unaota unakimbizwa. Siku ya kwanza unaota unakimbizwa. Siku ya pili tena unaota ndoto ile leo unakimbizwa. Siku ya tatu hiyo unakimbizwa. Ndoto za namna hiyo, yaani ndoto yote ambayo inajirudia mara kwa mara, ndoto hiyo haitakiwi kupuuzwa hata kidogo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15, imeandikwa kwa kuwa Mungu kunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali katika ndoto. Yaani Mungu anakufunulia jambo mara ya kwanza, unapuuzia. Jambo lile lajirudia tena mara ya pili, unapuuzia. Jambo lile lajirudia tena mara ya tatu, unapuuzia. Mungu anaendelea kukufunulia, lengo anataka uelewe, uchukue hatua. Kuna ndoto ambazo zinakuhitaji wewe uchukue hatua. Kuna wakati Mungu anaweza kana kufunulia ndoto mara ya kwanza. Unajua wako watu wengi kwa sababu ya kupuuzia, kuna jambo la kuja kutokea, ni wakati wapo kwenye hatari ndo anaanza kukumbuka, mbona kama jambo hili niliwahi kuliota, mbona kama hii hali niliwahi kuiota. Ukiwa unaona ndoto inajirudia mara kwa mara, ni ndoto ambayo hautakiwi kuipuuza hata kidogo. Inabidi uifuatilie ndoto hiyo, ujue inaashiria vitu gani, lakini pia kama ni jambo baya ujue namna ya kuomba kulizuia. Kuna wakati Mungu anaweza jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, Mungu anakuonyesha kitu sio kwa lengo la kukufedhesha. Mungu anakuonyesha kitu sio kwa lengo la kuanza kumwadisia kila mtu. Mungu anakuonyesha kitu sio kwa lengo la kufanya uwe na huzuni, bali Mungu anakuonyesha kitu kama ni kibaya kwa lengo la wewe kusimama kwenye nafasi yako kwa njia ya maombi kulizuia, au kwa lengo la kukuonya ili uepuke kutoka kwenye kila hatari. Lakini ndoto ya pili, aina ya pili ya ndoto zenye hisia nzito baada ya kuamka. Kuna ndoto zingine zinakuacha na hofu isiyo ya kawaida.
au zinakuacha na amani isiyoelezeka, au zinakuacha na huzuni au furaha kubwa sana. Hizi si ndoto za kawaida, hizi zina uzito wa kiroho. Mara nyingi ndoto hizi huleta onyo, faraja au maelekezo ya moja kwa moja. Ukiwa unaota ndoto zenye hisia nzito baada ya kuamka, unashangaa ndoto zenye hisia nzito baada ya kuamka, au umeota ndoto unakuja kuamka unashangaa mapigo ya moyo yanakwenda kasi, au unashangaa woga, au unashangaa hofu. Kuna ndoto nyingine unaota unashangaa mpaka usingizi unakuacha. Yaani umeota ndoto unashtuka ukiwa na hofu au ukiwa na mashaka. Ndoto za namna hiyo hutakiwi kuzipuuza hata kidogo. Ndoto yote ambayo unaota alafu ndoto ile inakupa mashaka, yaani unaamka ukiwa na hofu au unaamka ukiwa na woga, yaani mpaka wewe mwenyewe unaogopa, ndoto za namna hiyo hutakiwi kuzipuuza hata kidogo, kwa sababu ndoto hiyo inakuwa imebeba ujumbe ambao ujumbe huo unatakiwa kufuatiliwa kwa haraka. Tuko pamoja? Kama unanielewa naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Ya comment. Asante kwa comment yako. Mungu akubariki na kuelewa vizuri mwalimu. Asante. Tuko pamoja mwalimu. Asante. Ya kama tuko pamoja mniambie tuko pamoja mwalimu. Comment hapo. Asante kwa comment yako. Mungu akubariki. Asante. Ya pia hakikisha una like ili video hii iwafikie watu wengi. Hakikisha una like video hii ili iwafikie watu wengi. Twende aina ya tatu ya ndoto. Ndoto zinazotoa onyo la hatari. Kwa mfano, unajikuta unaona ajali au unaona kuanguka au unaona unaanguka, au unaota ndoto unafuatwa na watu au wanakukimbiza, au unaota ndoto unashambuliwa. Unaota ndoto unashambuliwa, unakimbizwa na wanyama wakali, au watu wanakushambulia, au watu wanakupiga risasi, au watu wanakuchoma mshale, au unaota ndoto unashambuliwa. Ndoto zinazotoa onyo la hatari, yaani ndoto yote ambayo unaota ndoto ya hatari, unaota umepata ajali, umeota umeungua moto, umeota ndoto za hatari. Umeota ndoto unakimbizwa na manyoka, unakimbizwa na wanyama, unakimbizwa na watu, viumbe vinavyotisha. Ndoto zinazotoa onyo la hatari ni ndoto ambazo hutakiwi kuipuuza. Hizi zinaweza kuwa ishara ya tahadhari. Ndoto hizi zinaweza kuwa ni ishara ya tahadhari. Sio lazima zitokee kama ulivyoona, lakini zinakwambia kuwe makini. Mungu anaweza kukuonyesha kabla jambo halijatokea. Ndoto hizi zinaweza zikawa zinaashiria ukiota ndoto zinazotoa onyo la hatari. Hizi zinaweza kuwa ishara ya tahadhari. Mungu anaweza kana kutahadharisha kuwa kuna vitu ambavyo sio vizuri vinaendelea kwenye maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa usimame kwenye nafasi yako. Kama ni jambo baya, simama, anza kuomba. Hutakiwi kupuuza. Unajua watu wengi wanaotaga ndoto za hatari, ila unakuta tu mtu anapuuza. Ndoto za namna hii hutakiwi kupuuza hata kidogo. Ndoto namba 4, ndoto zinazokupa maelekezo ya moja kwa moja. Kuna ndoto ambazo unaota, kwa mfano unaota unapewa maelekezo au unaambiwa ufanye kitu au unaonyeshwa njia fulani. Hizi ni ndoto za direction au mwelekeo. Kama ilivyokuwa kwa Yusufu, alielekezwa moja kwa moja nini cha kufanya. Ukiona ukisoma kwenye Biblia utaona Yusufu alielekezwa moja kwa moja nini cha kufanya. Yusufu alipewa maelekezo kabisa, akaelekezwa moja kwa moja nini cha kufanya. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wa 20 imeandikwa, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkewe, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alikuwa anaelekezwa. Kuna ndoto zinakuja za maelekezo. Unapewa maelekezo fulani. Kuna wakati unaweza kuota ndoto Mungu anaweza kufunulia hata jambo la kufanya kwa njia ya ndoto. Mungu anaweza kufunulia hata biashara ya kufanya kwa njia ya ndoto. Mungu anaweza kupa idea kwa njia ya ndoto. Mungu anaweza kupatia maelekezo kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo ukiota ndoto ambazo zinakupa maelekezo ya moja kwa moja, ndoto hizi hutakiwi kuzipuuza hata kidogo. Yaani ndoto ambazo zinakupa maelekezo ya moja kwa moja hutakiwi kupuuza. Unakuta ndoto unapewa unaelekezwa kabisa ndoto nifanye 1 2 3. Ndoto za namna hii hutakiwi kuzipuuza hata kidogo. Ndoto namba 5, ndoto zenye alama na ishara. Tunasema symbolic dreams. Ndoto zenye alama na ishara. Mara nyingi Mungu hatumii lugha ya moja kwa moja, anatumia alama kama vile maji, moto, milima, safari. Hizi zinahitaji tafsiri ya kiroho. Mfano, maji yanaweza kumaanisha Roho Mtakatifu au maisha. Lakini pia moto unaweza kumaanisha utakaso au nguvu. Inategemea na ndoto hiyo imekaaje.
labda ukajua labda kwa mfano. Ndio maana ni muhimu sana, kuna watu wengi wanatamani kujua tafsiri ya ndoto ambazo wanaziota. Nimesema kuna wakati Mungu anaweza kutumia alama, anaweza akatumia alama kuzungumza na wewe, akatumia ishara, akatumia alama, na ile alama inakuwa ina maana yake kiroho, inakuwa ina tafsiri yake kiroho. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na maarifa ya kujua, je, ndoto hii niliyoiota inaashiria vitu gani? Kwa sababu kuna wakati Mungu anatumia ishara kuzungumza na wewe. Kwa hiyo ni muhimu wewe uwe unajua ndoto hiyo inaashiria vitu gani. Ukisoma kwenye Biblia utaona Yusufu, Mungu alimfunulia Yusufu itakuwaje, maisha yake yatakuwaje, lakini alikuwa anatumia alama. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 na mstari wa 5, imeandikwa Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Unaweza kuona Yusufu ameota ndoto, yuko shambani, afu akaona mganda wake umesimama, afu miganda ya ndugu zake ikaenda kuinamia mganda wake. Ndugu zake wakajua kabisa ndoto hiyo inaashiria kutawala, kumiliki. Kwa hiyo umeona, Mungu alikuwa anatumia alama, anaonyesha kuna siku moja Yusufu utakuja kumiliki. Yaani Mungu alikuwa anamfunulia maisha ya Yusufu atakuwaje, ili yale akiwa bado ni mtoto mdogo. Ukisoma pia kwenye hiyo kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 9, Yusufu anaota tena ndoto ya pili. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikiniinamia. Unaanza kuona eti Yusufu anaota jua, yaani ile jua unaloliona, ile jua, mwezi na nyota 11 zinamuinamia. Anaota ndoto eti jua hili la muinamia, limuunguzi. Jua la kuja la muinamia, mwezi unakuja unamuinamia, nyota zinakuja zinamuinamia, yaani anaota. Umeona, Mungu anatumia alama. Soma mstari wa 10, anasema hivi, akawaambia baba yake na ndugu zake. Yaani Yusufu baada ya kuota sana anawaambia ndugu zake, akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata nchi? Unaanza kuona, yani baba yake anajua moja kwa moja ndoto hiyo inaashiria kana kwamba yeye siku moja atakuja kumuinamia. Na wakati huo akimwangalia unamwona ni katoka dogo tu, akaeleweki. Eti baba yake anajua, kumbe jua lilikuwa la maanisha baba, mwezi ulikuwa unamaanisha mama, zile nyota zilikuwa zinamaanisha ndugu zake. Umeona? Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akakufundia akatumia ishara. Kwa ndoto zenye alama au ishara, mara nyingi Mungu hatumii lugha moja kwa moja, anatumia alama kama vile maji, moto, mlima, safari. Kila ndoto ukiona zile alama ni muhimu kujua zinaashiria vitu gani. Wewe unaweza kuota gari, mwingine anaota ni safiri, au mwingine anaweza kaa anaota anacheza mpira. Anataka kufunga goli, anashindwa kufunga goli. Maana yake ndoto hiyo inaweza kaa inaashiria atapoteza fursa kwenye maisha yake. Au mwingine anaota ndoto alikuwa anasafiri, wakati anafika anawahi gari anakuta ameachwa na gari, au anaota alikuwa anasafiri na ndege inamwacha. Ndoto hii inaweza kaa inaashiria atapoteza fursa kwenye maisha yake. Kuna jambo la msingi atalipoteza kwenye maisha yake, atalikosa. So you need to pray, unatakiwa uombe. Kwa hiyo ndoto ambazo zinatumia alama, zenye alama ni muhimu ukazifuatilia zinakuwa zinaashiria vitu gani kutokana na ndoto uliyoiota. Ni muhimu sana ukajua ndoto hiyo ilianzaje, vitu gani vilitokea kwenye ndoto hiyo, na ndoto hiyo iliishiaje. Kwa sababu kuna wakati ndoto inaweza kaanza vizuri ikaishia vibaya, na kuna wakati ndoto inaweza kaanza vibaya ikaishia vizuri. Ni muhimu ujue ndoto hiyo ilianzaje, mambo gani yalitokea kwenye ndoto, na ndoto hiyo iliishiaje, na hisia gani ulipata kwenye ndoto. Ni vitu vya msingi vitakavyokusaidia. Lakini ndoto ya 6 ni ndoto zinazokuonyesha hatima yako. Kuna ndoto ambazo zinakuonyesha unafanya mambo makubwa. Kwa mfano, kuna ndoto mtu anaota anafanya mambo makubwa, au anawaombea watu wanapona, anawafufua watu. Yaani unaota ndoto unafanya mambo makubwa, au unasaidia watu wengi, unawavusha, unawasaidia, au unasimama mbele ya watu.
watu wanakusikiliza wewe. Hizi ni ndoto za hatima, destined dreams. Hizi ni ndoto ambazo zinakufunulia hatima yako. Kama ilivyokuwa kwa Yusufu kwenye Biblia takatifu, aliona mapema kile alichokuwa anaenda kuwa. Yusufu, Mungu alikuwa anamfunulia mambo kabla hajatokea. Alikuwa anamfunulia na kwamba kuna siku moja atakuja kuwa kiongozi, ili hali kipindi hicho yeye bado mdogo, yupo kwa baba yake kabisa, ila Mungu anamfunulia mwisho wake utakuwaje. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakupa ndoto, anakufunulia ndoto ambazo zinakuonyesha unafanya mambo makubwa. Kwa hiyo hizi ndoto zinazoonyesha unafanya mambo makubwa ni ndoto ambazo hutakiwi kuzipuuzia. Lakini ndoto namba 7, ndoto zinazohusisha watu fulani mara kwa mara. Ukiona mtu fulani kwenye ndoto zako mara kwa mara, inaweza kuwa uhusiano wa kiroho au onyo kuhusu mtu huyo, au jukumu lako kwenye usichukulie kirahisi, au jukumu lako kwake, kwa hiyo usichukulie kirahisi. Kwa nini usipuuze ndoto hizi? Kwa nini hizi ndoto ambazo nimekuambia, kwa nini hutakiwi kuzipuuza? Kwa sababu kupuuza ndoto hizi kunaweza kusababisha, unapopuuza ndoto hizi unaweza kusababisha kupoteza maelekezo ya Mungu au kuingia kwenye hatari bila kujua. Inaweza kusababisha pia kukosa nafasi ya baraka, kuchelewesha hatima yako. Ndoto ni kama ramani ya siri ya maisha yako ya kiroho. Yaani ndoto ni kama ramani ya siri ya maisha yako ya kiroho. Jambo la msingi ambalo unatakiwa litambue, sio kila ndoto ni ya maana, lakini pia sio kila ndoto ni ya kupuuza. Kuna ndoto ambazo zinakuja kubadilisha maisha yako, kuna ndoto ambazo zinakuja kukuokoa kabla ya hatari, na kuna ndoto ambazo zinakuja kukutangazia kile Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Ningefurahi ukatuambia unatufuatilia kutokea nchi gani, Lakini pia Mungu akubariki wewe utakaotumia muda wako kushare linki ya video hii. Mungu akajibu haja ya moyo wako. Mungu akakubariki na kukuinua viwango vya juu katika jina la Yesu. Amen. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.